Yesu Kristo anakuja kuleta amani, ufalme wa amani. Amani inatafsiriwa katika maeneo mengi. Amani ina maana tofauti nyingi. Inaweza kuwa kisiasa, kuna namna ya kuzungumzia amani; kijamii, kuna namna ya kuzungumzia amani; kimataifa, kuna namna ya kuzungumzia amani. Lakini sisi katika mambo ya kiroho na kanisa tunaanza na amani, kwa maana roho zetu. Yesu Kristo anazaliwa kwa ajili ya roho zetu, tupate amani. Usiku ya maisha ni mengi. Kwa hiyo Mungu atujalie amani katika Christmas hii, tusherekee kwa amani. Lakini la pili, amani yetu iende hata nje ya kanisa, kwa maana ya jamii kwa ujumla. Sisi wa Tanzania katika mwaka huu nitakumbuka nimepata changamoto ambayo imejitokeza wakati wa uchaguzi tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Na kwa namna fulani amani yetu ile tuliyozoea kama nchi ya Tanzania ilitikiswa. Na mpaka sasa bado majeraha ya amani ile ukaji wake yapo. Bado naona Watanzania bado hatujiamini na hatuamini kilichotokea, kwamba ni Tanzania ile ile kisiwa cha amani ama ni Tanzania nyingine. Lakini ni maombi yangu na nia yangu na kusudio langu kusema kwamba ni vizuri sana Watanzania wote tunaposherehekea siku za Christmas, na hata baada ya hapo tuishi katika amani kama ambavyo tumezoea kuishi katika amani katika nchi yetu. Tanzania tunajulikana kisiwa cha amani. Na ndio maana hata matukio yalipojitokeza unaweza ukaona vyombo vingi vimekuwa vimepelekeza macho kwetu sana Tanzania. Yaani ikawa sasa ni habari ya Tanzania, Tanzania, Tanzania. Hii inaonyesha ni jinsi gani pengine watu wanatamani kuona nchi yetu ikivurugika amani. Lakini tuombe sana kwamba kila mtu atunze amani. Amani hii tumerithishwa, tunaambiwa. Lakini kuirithi kwake ni kuitunza. Tutunze amani, ndugu zangu wa Tanzania. Tuombe kila mtu tupate nafasi ya kuombea amani ya nchi yetu. Kila mtu atunze amani ya nchi yetu. Kwetu sisi raia na Tanzania kwa ujumla, wananchi, lakini pia kwa viongozi wetu. Yako baadhi ya mambo ambayo tunaambiwa yamesababisha matukio haya, watu wamelalamika haya na yale, yanayojulikana na yasiyojulikana. Basi tuwaombe viongozi wayafanyie kazi yale ambayo yanaweza kurejesha katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku ya amani. Tumeshtushwa, tumefadhaishwa, tumeshangazwa. Lakini pia tumie nafasi hii kuwatakia kila laheri na kuwaambia kwamba ndugu zangu, tarehe 25 ni sikukuu ya Christmas. Ni siku ambayo tunakutana makanisani kumwabudu Mungu na kumshukuru Mungu kutuletea mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuwatoe mashaka na wasiwasi. Kumekuwepo na maneno ya hapa na pale, kwa watu wengine wanapanga kufanya maandamano. Hiyo siku kwa kweli sio siku ya kufanya maandamano, ni siku ya kuja kumwabudu Mungu.